Lakini still bado akaweka nani njia kwamba kama mtashindwa kuna nini mkae muongee kama hichi ni kiasi kidogo. Asogele hivi mchezaji. Manyewe mambo vipi? Shwari. Uko fresh? Niko poa. Kabisa. Aongeze sauti. Aongeze sauti yake kama anavyofundisha. Bwana inakuwaje Manyewe? Swafi, mambo vipi? Poa, uko bomba? Salama kabisa. Ondoa matu, wewe unaitwa Nyerere. Kula shavu, egemea tu. Kibiongo cha nini unakitaka? Egemea hapo mwanangu. Ni Wednesday show na tuko pamoja katika siku hii tukiwa tunaendelea kuangalia au kufunguka kuhusiana na michezo mbalimbali. Kama ilivyopita wiki ile tumerejea tukiwa katika hanga hizi za mpira wa kikapu. Na ni kwa nini mpira wa kikapu basi? Ni masuala mengi yamepita na ikiwa ni sasa hivi ni pre-season, wachezaji, makocha wakiwa katika njia moja nyingine kujaribu kutengeneza wachezaji wao tayari kwa season ambayo inakuja. Na leo hii ninao watu wawili muhimu sana katika mpira wa kikapu wa kizazi hiki, kwa maana ya kwamba ninaye kiongozi wa kamisheni makocha katika shirikisho la mpira wa kikapu nchini TBF, bwana Robert Manyerere, lakini pia ninaye Mohamed Yusuf almaarufu Mchenga. Kwa ukisikia jina Mchenga basi ni moja ya timu ambazo zimekuja katika miaka ya karibuni na ni kocha ambaye ametengeneza vipaji vingi vya hivi karibuni katika mpira wa kikapu. Na hapa tunapiga domo kiuhakika. Ni nyumbani kwangu hapa, sina yengo ambao wananitoka. Niko eneo langu muhimu. Karibuni sana. Asante sana. Mambo vipi? Alhamdulillah, Mungu mwema. Uko vizuri? Yeah. Kabisa. Kabisa. Bwana, hiyo fulana ni ndani ya moyo pia rangi au nje tu? Rangi ni rangi, unajua simu inang'aa. Kwa ina kisi kinachosema. Kwa hiyo tarehe 8 mwezi wa 3 hapo wewe unapasua 3 bila. 3 bila. Manyeye nayo rangi yako hiyo? Ndio, lakini mimi siko lakini niko kwenye kikapu zaidi. Manyeye atakuchomoa tarehe 8 tutamuona. Lakini kubwa ni kwamba baita ili tuweze kuongea masuala kadhaa, na mara nyingi nafahamu hata mimi nilikuwa mchezaji kuna kipindi ambacho tunapumzika, na katika kupumzika kuna namna tofauti ambayo tunakutana aidha katika mechi za kirafiki au mashindano ambayo yameendeshwa na vitu kama hivyo. Sasa Robert, nianze na wewe ukiwa katika eneo muhimu kabisa la coaching katika kusimamia makocha wa mpira wa kikapu hapa nchini Tanzania. Kipindi hiki nini ambacho huwa unakiinsist sana, na hata kama unapata mawili matatu ya kuongea na makocha kuhusiana na kukeep shape za wachezaji? Asante. Kama ulivyosema, kwa upande wa makocha kitu kikubwa zaidi ambacho kwa upande wangu naangalia kama kiongozi au commissioner ni kuhakikisha makocha wanaendelea kupata elimu ya ufundishaji. Na tulizoea miaka nyuma zaidi tulikuwa naongelea FIBA, tulikuwa naongelea modules 1, 2 and level 1, level 2 ndo haswa kozi ambazo tulikuwa tunazitegemea. Lakini hivi karibuni FIBA pia wamechange mfumo, wameanza kwenye levels, kwa level 1, level 2, lakini hizo ni international. Okay. Lakini sisi pia kama nchi tumeweka mitaala yetu, na sasa hivi tuna level 3, tuna basic, national level 1 na national level 2. Kwa hizo ndio ambazo tunazisisitiza sasa hivi, at least walimu au watu kwenye kikapu kama kusimamia waweze kujua ukocha kwa misingi, kuwa certified. Okay. Zamani kama wanaosema sisi wenyewe tulianza kwenye ukocha kwa sababu tulicheza, alafu baadaye labda una zile idea za kufundisha basi wanakukabidhi benchi. Tumeona watu wengi walipita hivyo, na wengi waliendelea, lakini kuna umuhimu kabisa wa kusoma hizi kozi whether tu uliwahi kucheza, na of course ukiwahi kucheza tuna excuse, tutakuacha tukupe basic kwa sababu you know the basic, tutakuanza na level 1. Lakini kuna vitu vingi sana kwenye ukocha ili uweze kufundisha mpira wa kikapu inavyotakiwa. Kwa hiyo ndani yake kuna issue pia za management, administration, lakini zile the details za kufundisha the skills and the fundamentals ni lazima coaches pate. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi tuko kusisitiza kwenye hilo zaidi,
na kwa hiyo kipindi hiki ambacho watu wanakuwa off season ndio muda haswa mzuri wa makocha kuingia kufanya courses, lakini pia tunaweza kutembelea maeneo ambayo labda kunakuwa na mashindano na kuona makocha ambao wanasimamia. Kwa mfano hivi tumetoka kwenye D League, tunagundua wengi, kwa hiyo tunawashawishi kwamba pamoja na kwamba mnajua kucheza lakini ni muhimu sana kujifunza the ethics na the fundamentals za ufundishaji. Sio tu kitendo cha kuwa kwa sababu ulicheza, lakini kocha kama mwalimu. Na wengi ambao utachukua walicheza enzi zetu hatukuwahi kufundishwa na watu ambao walikuwa certified, walikuwa wachache sana. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya wenyewe zaidi personal development. Mimi nakumbuka nikiwa Morogoro kule tunakimbia milimani, Rock Garden, Boma Road, unarudi lakini ilikuwa ni mazoezi ya binafsi ambayo hayana misingi haswa. Ukija hapa pale kocha ataambia kidogo. Kwa hiyo sasa hivi tunajitahidi kusudi vijana wetu, kama umeona kuna academy nyingi sasa hivi, kwa hiyo tunataka makocha wetu waweze kuwafundisha wale watoto wadogo fundamentals wakiwa chini kabisa kwenye miaka 5, 12 kwenye hii mini basketball, wawe na fundamentals kiasi kwamba wakianza kufika miaka 16, 17 LIT huko wakutana na makocha, kazi yao inakuwa sio kubwa, inakuwa ni tactics na strategy tu sasa za kwenda za kupambana. Sio tena mtu wa miaka 17, 18 ndio anaanza kufundishwa how to shoot the ball, the principles na nini. Kwa hiyo kwenye hii hapa kabla sijamuuliza Mohamed, ina maana kwamba kuna zile level coaches ambao walikuwa wanapata au wanakuwa certified na zile coaching ambazo zilikuwa endeshwa na wakufunzi kutoka au walikuwa kiletwa na Tanzania Olympic Committee au via FIBA na nini. Na kuna wengine ambao walikuwa wanakwenda Hungary pamoja na Leipzig. Tukiangalia katika mpira wa miguu kwa mfano hapa wana namna zao kwamba kuna zile UEFA, uwe na UEFA Pro ndio unaweza ukafundisha, lakini hizi A sijui na nini uweze ukafundisha. Sasa kwa hizi za kwetu hapa unaweza ukafundisha wapi kwa hizi ambazo tunatoka nazo sasa hivi? Asante. So tunaongelea, nimesema tuna basic, tuna level 1 na level 2. So basic ni actually kwa walimu labda wa shule za msingi, kunakuta walimu wamepewa team sasa hivi kuna mitashumta na mwalimu ana knowledge yoyote saa nyingine akikapo teacher kwa sababu tu anapenda labda michezo basi anapewa timu hii bwana hii utaenda nao mitashumta. Tumepata walimu kama hao. Kwa hiyo yule sasa inabidi tumpe angalau basic za mchezo wenyewe, na tunakuwa tunamfundisha kama mchezaji sasa, kwa sababu yeye hajui kabisa, inabidi tumfundishe ku dribble, ku pass na nini, na level yake ya kufundisha itakuwa ni hiyo ya chini. Lakini unapokuja level 1 pia bado anakuwa sio hatuwezi kuweka kwenye national team kwa mfano. Tuwezi kupa national team level za kufundisha labda team za D League hivi na hizi academy za watoto ambao kidogo wa miaka 12 kwenda zaidi hivyo. Lakini tunapoongelea mtu anakwenda level 2 au kwenye FIBA, sasa mtu ana diploma ya coaching kutoka Leipzig, sijui Hungary, tumeona baadhi ya watu nao sasa hizi watu kama hao sasa na experience ya miaka mingi, wengine kama kina coach mode hapa washafanya FIBA level 1, ndio watu ambao sasa tunawakabidhi national team tukiangalia experience level yao ya education kwenye ukocha au sasa tunaweza tukawakabidhi national team. Kwa hiyo tumegawa hivyo, basic watakuwa ni chini the fundamentals, alafu level 1, level 2 au ni FIBA na hizo national international levels kunaweza kuwapa national teams. Mudi bahati nzuri sana Mudi Manyerere alikuwa namuona kwenye vilima akiwa anaanza basketball na faida hiyo. Mudi nimemwona akiwa primary school akiwa anakuja kwenye basic kwa Evaristi pale mpaka na turn kuwa coach. Yani ile nilikuwa naiona passion yako. Yani kwamba bado unafundisha ukiwa mdogo, lakini ulikuwa msimamizi wakati uko mdogo na wenzako kina Evans pale Don Bosco. Sasa tunakuja kuangalia as a coach nini kimebadilika kwenu makocha katika kipindi hiki? Kuna utofauti gani katika kufundisha au uelewa wa wachezaji wa kizazi hiki na kizazi kile? Actually upande wa makocha kidogo naweza nikasema sasa hivi kama timu inakuhitaji, timu inabidi sasa ifikirie financially, mimi kocha namlipaje, kocha anafikaje mazoezini, kocha anarudiji kwake professional level. Haiko kubwa vile, lakini at least nikiongelea upande wetu sisi, kwa sababu mimi ndio kocha kwenye team na ndio miongoni mwa waanzilishi, mimi na Ivan Tarimo ndio miongoni mwa waanzilishi wa Mchenga, taasisi ya Mchenga,
na kuna academy ndani yake. Unaona kwamba academy labda ni passion ambao nilikuwa nayo toka mdogo wakati niko Don Bosco. Nilikuwa nafundisha pale shule ya msingi Mwimbili, watoto wakitoka shuleni wakija kucheza tu pale, instead of kucheza, kwa hiyo unawachukua unaingiza pale bandani, wanaanza kujifunza, unawafundisha. So from there passion yangu ndipo ilipoanza ya kufundisha pia. Still nilikuwa nacheza, still nilikuwa mchezaji mzuri, lakini nikasema no, I have something to do instead of playing. Kwa hiyo nikaona kwamba let me help others kwa kupitia kipaji changu, lakini Mungu ni mwema kwamba mpaka leo najaribu kuwasaidia wengine, na kama unavyojua ndugu mtangazaji Patrick Nyembela kwamba nimetoa katika 100% ya wachezaji Tanzania, 40% au 50 inaweza wachezaji wazuri wanaweza kama wamepitia mikononi mwangu. Sasa hapa ndipo ambapo pako hasa hapa, na nadhani leo pia naye kiongozi wa makocha nafahamu kuna maeneo mawili, yapo ya uchezaji, yapo ya kuhamasisha. Kwa maana ya kwamba unaweza kuwa unacheza tu lakini mtu hamasiki yupo, lakini kuna mashindano tu madogo hapa, unaweza kuwa unachukua Air Jordan hapa, unaweza kuwa mmekutana tu na compete na vitu kama hivyo. Na nimeona kwamba kuna hiyo level sasa hivi kwenye basketball ya kuandaa matamasha bila kusubiri tu chama cha mkoa kitafanya nini katika hilo. Sasa Mohamed, twende katika hili. Kutengeneza timu ni kitu kimoja, kutengeneza watoto ni kitu kingine. Yaani unaelewa, kuna watoto kuna kutengeneza timu. Unaweza ukaenda ukakuta Mvinje tu, kama na jamaa mmoja anaitwa Jesse huko ndani, ukakuta Mvinje tu. Wewe kwa uwezo wako kama kocha ukajua kwamba huyu pamoja na umri huu tunaweza tukafanya hivi ili aweze kuwa. So okay, umetengeneza baadhi ya wachezaji ukiwa na Ivan Tarimo kwa taasisi ya Mchenga, kile ambacho umetaka kukifanya. Lakini iliwachukua muda gani na mlipitia mapitio gani kuweza kusimamisha Mchenga? Mapito ni mingi, hata kati yetu sisi, mimi na mwenzangu pia unakuta yeye uko busy na masuala yake ya kazi busy, lakini yeye mwenyewe anakuambia bwana, wewe ndio uko kwenye flow financially, wewe tuchekiane. Kwa hiyo kila mtu alikuwa kwenye nafasi yake na kila mtu hamuingilii mwenzake kwenye nafasi. Kwa hiyo mapito kiuchezaji kwa wachezaji ni mengi. Cha kwanza kama hivyo unakuta tumeshawaandaa wachezaji muda mrefu, unawagharamikia, saa nyingine mchezaji anakuja hata ana nauli. Kuna wachezaji ambao wanakuja hata wazazi wanachangia kidogo. Sasa kuna mchezaji mwingine ambaye hachangii, nyinyi ndio mnamchangia. Kwa hiyo unajikuta kama taasisi unaumia kwa ajili ya mchezaji, na kwa sababu ni mdogo hauwezi kuingia naye mikataba. Umeshaelewa kwa sababu ni mdogo. Sasa baadaye mnakuja kwa sababu mmeshajuana, mnapendana, mnakuwa kama family. Mtu anakuja tu from nowhere, bwana mimi nataka uje ucheza timu yangu. Changamoto sasa ndio kama mpunga mrefu. Mtu kama mpunga mrefu. Sasa akiangalia mimi kwa mzee huyu, mimi mbona sipati kitu? Labda nikipata labda school fees labda kanisaidia, labda nauli tu kanisaidia, kanunulia raba. Sasa kule mimi wamenitangazia mzigo. Kila mwezi napata kitu. Kila mwezi napata kitu. Zaidi labda kwa sasa hivi bado hajafikia professional ile kubwa. Lakini at least kila mwezi napata hela. Mtu kama mchezaji Amini Mkosa. Mtu anaweza kushangaa tunauwezaje kumiliki Amini Mkosa? Ni one of the icon, Tanzanian icon. Unashanielewa? Lakini ukiangalia tunawezaje sisi kumweza kumiliki yeye? Ni the way sisi tumemwattract yeye na tumemwambia bwana tunataka 1 2 3 utachezea timu yetu, tutaogea 1 2 3. Umeshanielewa? Sio saa nyingine mpunga mrefu, lakini strategy ambazo tumemtengenezea yeye to be a star ambaye kwenye Tanzania na East Africa yeye atazungumziwa na professional wise, yeye ndio atakwenda kule kwenye professional yake sasa. Umeshanielewa? Kwa hiyo mtu anaweza akashangaa, muda mwingine si pesa kwa mchezaji, kwa sababu wachezaji wasiangalie sana maslahi, especially wakiwa bado wadogo, waangalie uwezo wao. Wakienda hizo sehemu watafika kwenye level zao za juu, kwa sababu sasa hivi basketball imeshakuwa Tanzania, kiukweli imeshakuwa, especially Dar es Salaam. Umeshanielewa? Kwa hiyo kwa sababu vilabu vya Dar es Salaam vinajaribu kuweza kuweka pesa kwa wachezaji hata kama ni kidogo. Huko nyuma kulikuwa hamna, we played. Umeshanielewa? Tumecheza sisi free mpaka tunamaliza career yetu, hatuna kikubwa tulichopata. Umeona? Lakini tukiona sasa hivi basketball inabadilika hata kwa uchache, hata mzazi anapata hamasa. Kwa hiyo mimi nataka lazima sisi hapa Mchenga tunataka tuendelee, au na vilabu vingine vya basketball Tanzania na Dar es Salaam Tanzania kiufupi, viendelee kuhamasisha kwenye professional wise, sio amateur tena. Yani tutoke kwenye amateur, yani
mchezo ule wa basketball iwe ndio ni kazi, mchezo pesa tunasema. Kwa hiyo ukiwa mchezo pesa, hata mzazi atakuwa anaona mwanangu anaenda shule, ataenda kwenye basketball. Kwa hiyo hizi academy sasa zitaanza kufanya kazi nzuri. Zipo academy ambazo zipo kama Mchenga Sports Academy, ni one of the best academy hapa kwetu sasa hivi, na kuna Amashdi wanajaribu, wanajitahidi sana. Kuna wale Ukonga. Old Squad wanafanya vizuri. Ukonga ni academy kongwe, yani ukisema Ukonga na Mchenga ndo sasa hivi ni academy kubwa ambaye kongwe kwa Tanzania ambazo zinafanya vizuri. Kwa Ukonga zinatoa wachezaji wa kike wazuri sana. Na ukiangalia sasa hivi 70% ya wachezaji wazuri katika timu zote hizi za Tanzania, hata Dar es Salaam, taasisi za kijeshi, hata taasisi zingine kabisa za kawaida, bado unakuta wachezaji wa Ukonga ndio wamejaa mule. Kwa hiyo Coach Lipiki ni hongera sana, tumpe hongera yake, maua yake apewe kwa sababu amefanya kazi nzuri kwa upande wa watoto wa kike. Ukija kwa upande wa watoto wa kiume, hakuna utakayemuuliza, yani atadoubt. Ukija Mchenga Sports Academy ndio sehemu ambayo wanatoa watoto wa kiume. Unamkimbiza Bahati sasa Bahati alikuwa na kina wenyewe unawakimbiza walikuwa yani sifa zao zipo, walifanya vizuri. Kwa hiyo hata sisi Mchenga tunafanya vizuri, lakini baadaye kuna kina Amachi wanakuja, kuna Hope na nini sijui Academy. Kwa hiyo unakuta kwamba competition zinakuwa kubwa, na kadri competition zinavyokuwa kubwa, it means tunapata wachezaji wazuri kupitia hizi academy. Umeona, kama sisi Mchenga Sports Academy tuna partnership na Hindu Mandal mwezi wa 6, Hindu Mandal School. Shri Hindu Mandal ni shule iko pale Makumbusho. Tuna partnership na wao kwa ajili ya kufanya sports camp mwezi wa 6. Itakuwa ni camp moja kubwa sana kwa Tanzania kwa upande wa shule umeona, za primary, especially tunadili na primary. Kwa hiyo kwa sababu gani Mchenga Sports Academy tumesema zitakuwa zinahusisha tu switch au zitahusisha hata watu wa nje wanaruhusiwa. Umeshaona? Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho tunaenda kukifanya ni kwa kati yetu sisi na Shri Hindu Mandal. Umeona? Kwa hiyo unakuta tukianzia chini inakuwa ni rahisi, lakini changamoto zipo, especially kwenye unaona kama hivyo unavyomwandaa mchezaji, ikifika kwenye level sasa za juu kule, mtu anakuja anajizolea, hafikirii hata maumivu ya yule mtu ambaye alikuwa anamleta mtoto saa 8 kwenye jua, anamtrain saa 8, saa 9, saa 10. Yule mtoto hana maji, saa nyingine unamwambia achukua maji pale nua, achukua. Umeona? Anakulilia saa nyingine mtoto hana hata nini transport, anambia okay, na mimi sina kikubwa, lakini cha tugawane mwanangu, twende uende uweze kufika mdogo mdogo tutafika. Sasa Majelele amelikumbusha kitu Mohamed. Basketball huwa inabadilika. Mimi ni mmoja wa watu ambao si waumini sana wa enzi zetu, bali ni muumini wa njia tunazopitia. Mohamed amezungumzia hapa changamoto ambazo zipo katika maeneo haya, na tunaangalia sasa hivi kumekuwa kuna level tofauti, kwa maana ya kwamba kuna commission tofauti katika shirikisho la mpira kikapu Tanzania. Wakati mimi nawakuta kwa kikapu watu au unakuja kucheza, tayari kuna mikoa ilikuwa inatoa wachezaji, na maana utakuta Risasi Mwembeni, Mara huko Biz Tabora, wale Bandari Tanga, nani, yani kwamba kuna wachezaji wanaotoka kule wana dream kuja kucheza Dar es Salaam. Sawa, wana dream kuja kucheza Dar es Salaam. So katika maono yako nini ambacho kinakwamisha? Kwa sababu sasa hivi wengi wanaotoka kule wanakuja kufundishwa Dar es Salaam, sio kucheza, kukompiti Dar es Salaam. Walikuja kina Michael Mwita wakati ule, tayari wako vizuri, na mnaenda UMISETA mnakutana na watu tayari, yani ile competition ipo katika UMISETA mpaka mnapokuja huku. Nini kinazuia kutengeneza hizi product katika mikoa hivi sasa? Kwanza nikubaliana na wewe kwamba there's a basketball transformation unasema, na tunafundisha hiyo pia kwenye course, hata aina za ufundishaji na watu walioko saizi kuna utofauti mkubwa sana. Kwenye hili la kwako mimi naweza kulieleza kwa kifupi ni kwamba kipindi kile hata timu unazoongelea za Dar es Salaam tunaweza kuongelea timu 6 au sijui, lakini sio kwamba sasa hivi basketball ichezwe mikoani. Wanacheza, na mimi naamini bado wachezaji wako vizuri, na kuna kipindi nafikiri baadhi ya mikoa walishuka kwenye, kwa mfano Mwanza ni watu ambao tunategemea wangekuwa sana Mara, lakini
nadhani kuna kipindi ulipunguza ile competition, kwa hiyo watu wote wakawa nakimbilia, sababu Dar es Salaam imekuwa zaidi maradufu. Kama ulikuwa timu 6, lakini ligi za sasa hivi unaongelea timu 16 BDL za wanaume, timu 16 za wanawake, unaongelea Division 1 timu 16 18. Usiutaelewa. Kwa hiyo sasa ukikompare na ligi ya Tanga yenye timu 2 au 3 na haichezwi, obviously watu wote watataka waje kucheza, na kama anavyosema coach hapa, watu wanaingiza na mpunga juu. Tumeona mwaka huu timu yangu Outsiders imesajili kina Evans, unaongelea, si ndio? Kina Mwalimu Heri, kina Tyrone. Kwa hiyo watu wanaingiza mpunga. Kwa hiyo nafikiri ile ukuaji wa haraka zaidi wa juu zaidi wa Dar es Salaam umepelekea sasa wale unaona wasisubiri tena kucheza kule, bora waje hata kama watafundishwa huko kwa kina Cisco. Usibalizie hiyo. Najua kwamba ni level nyingine ambayo tunaendelea nayo, lakini tunakwenda katika break. Tutarudi hapa nikiwa na Robert Manyerere, yeye akiwa anaongoza kitengo cha makocha wa mpira wa kikapu TBF, pamoja na coach Mohamed Yusuf Mchenga hapa baadaye. Naam, tunaendelea katika Wednesday Show na nipo na kocha Robert Manyerere pamoja na coach Mohamed Yusuf, tunazungumzia mpira na maendeleo mpira wa kikapu hapa nchini. Na Manyerere, kabla tujaenda katika break, nilikukatiza nikwambia kwamba ishia hapo ili tuendelee kwenye utamu zaidi katika muda ambao unaturuhusu. Sasa ulikuwa umetoa mfano sahihi wa kwa nini watu wanakuja na mpunga jinsi ulivyoongezeka katika ligi ya Dar es Salaam. Lakini pia usema kuna attraction pia. Azam TV wakiwa wanaonyesha hapo shughuli inawafanya watu wote wakimbilia Dar es Salaam. Uko sahihi. Sasa mimi niliongelea tu kwa jinsi mchezo ulivyobusi zaidi na mikoa mingine kama kufifia, lakini ukiongelea media kama Azam, mashindano kurushwa live, kwa hiyo ligi ya Dar es Salaam imezidi kukua maradufu kiasi kwamba watu wanaona sasa kusubiri tena nije kuwa kama Michael Mwita, Jordan Mwembeni ndio nije kuonekana Savio sio wapi, is late. Kwa hiyo inabidi waje sasa mapema, ingawa mikoani wanaendelea nao wanajitahidi kwa kadri wanavyoweza. Kwa hiyo mimi naona changamoto kubwa ni hiyo imekuja. Mimi nitaka kwa upande mwingine pia nitaka ni kwenye nani moja ya ndugu yangu coach, kama ulivyosema yeye, mabadiliko ambayo nayaona mimi ya miaka yetu na miaka hii, na ningeshauri makocha na shauri baadhi na washauri waendane na hayo mabadiliko ya sasa. Kwa sasa hivi muda wa kujitolea ni mdogo sana, na ni muhimu sana. Alieleza hapa kwa watoto wengine anashindwa kuingia nao contract kwa sababu ni watoto. Hapana, ni unaingia contract na mlezi au mzazi. Ni hivyo, sasa hivi ni vitu muhimu sana mimi nimeviona ambavyo watu wengi wamekuwa kukiwa na malalamiko. Wakati zamani ukiama timu wanakuchukia kabisa, lakini siku hizi wanaangalia kipato kama unavyosema, maisha yanaendelea bana, mimi natakiwa kwenda huku, kama bidii wameweka rules za zile za transfer fee, lakini ni pesa ndogo sana. Kwa hiyo ni muhimu sisi kama coaches na hizi academy kuwa na MOU na wale ambao tunadili nao kwa dunia ya sasa, kusudi tuweze kunufaika nao na bila kuwa na malalamiko yote, na kuwapa nafasi hata wao pia kukua, kwa sababu mimi siwezi kumng'ang'ania mtu ambaye najua kabisa akitoka Outsiders akaenda kucheza Pazi atakuwa na connection ya kwenda BAL au kwenda kucheza Europe. Si umeelewa na mimi najua sina hiyo connection. Naona mimi kwangu ni fahari akienda. So inawezekana kwa na hizo negotiations sio, lakini kama tumeweka vitu wazi mapema ni rahisi sana kumrelease. Na hii inatakiwa ianze from the beginning, mtu anapoingia bana, sasa hivi sisi we work more professional, tuna gharama hizi na hizi na hizi, you have to tutalipa, kama utalipa tutazicompare, zitakuwa compared hivi,
Kwa hata ikifika time mtu anapata nafasi nyingine inakuwa ni rahisi tu. Kwa maana ile ya kulipa kwa baadaye kama mtu ana kipaji lakini hana uwezo, lakini mimi nita invest time na hiki, so we compare with hours. Labda masaa yangu nitakayokufundisha yeye matatu ni sawa sawa na shilingi 50,000. You don't have 50,000 sasa hivi, ukiondoka tutapiga hesabu masaa mangapi nilikufundisha, that's the money you have to pay me back. So sasa nafikiri tukienda hivyo zaidi tutakuwa hatuna shida. Nimeona mimi nitakupa mfano pale outside sasa hivi pia kuna timu karibu 4 na coach Abbas ameanzisha naye Hoopers, inaitwa Hoopers Academy. Ana watoto karibu 15 20, lakini unamueleza no, usi take it for granted kwamba unawafundisha tu, mimi nawafundisha tu, no, baadaye ongea nao sasa hivi kwamba na wengine wana uwezo. Unajua wengine wazazi wao wana uwezo, wao wana uwezo, lakini wanaweza kuchangia kitu ambacho kitafanya baadaye wakitoka kusiwe na hiyo yote, kwa sababu tulishakubaliana hiki na tutakayofanyika. Na kama ninavyosema tunatofautiana na hizo connection. Kwa mfano nakwambia mimi sina academy, sifanyi hicho, lakini nina uwezo kwa contact ninazo mimi, na uwezo kumpa mtu deal la kwenda Europe kwa mfano au Marekani au whatever. I have those deals. Kwa hiyo nitabidi nije kwa mchenga, mimi sifundishi, lakini I have the connection you don't have. So wanahitaji mchezaji wa namna hiyo. Mchezaji wa ana hizi unazo quality nimeziona. So tunafanya anaenda kwa kumsaidia. Kwa hiyo wote tutanufaika na nchi kwa ujumla wake. Kwa hiyo nafikiri ujumbe hata mkoani utakuwa umefika kwamba ni kitu ambacho kinawezekana kabisa kuweza kupiga ndio. Lakini bado kuna faida ambayo mnaipata Mohamed. Kwa mfano hii mkizungumza Manyerere hapa, nyinyi kama coaches nimeona wengi sana sasa hivi mashindano ya mashirika ya umma, mashindano ya mabenki, mashindano ya wapi kuona hapo unakumbuka ulisimamia timu ya TRA. Huku sasa connection yako inakuwa vipi? Unawatumia vipi TRA katika kuhakikisha na wenyewe wana engage katika hizi timu kama sio mchenga lakini katika mpira wa kikapu hapo? Okay, cha kwanza kabisa ni kujaribu kwa wenye nafasi. Nikisema kwa wenye nafasi, wachezaji wenye nafasi ambao wenye elimu, kama safari hii imetoka nafasi za kazi za ajira. It means wachezaji wengi nadhani kama hawaja apply ni wao wenyewe tu hawajataka, lakini fursa ipo kwa wachezaji wana apply. Hiyo ni fursa mojawapo kwa mchezaji, kwa sababu tayari TRA wana TRA Sports wanaita, umeona. Kwa hiyo wana hiyo nani kitu ambacho wanakianzisha kupitia taasisi au mamlaka ya mapato, kuanzisha michezo, yani kujiengage kwenye michezo zaidi, kufikisha zile jumbe zao, labda kupata wale watu ambao wanacheza lakini wanafanya kazi. Umeona, lakini sifa kubwa ambayo inamfanya yeye kupata kazi ni shule kwanza. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba safari hii sasa hivi tunahitaji sasa kuambia kizazi kipya shule ni bora pia, kwa sababu bila shule pia huwezi kupata connection kwenye kazi pia, fursa kwenye kazi pia. Kwa hiyo unataka kuniambia Mohamed Manyerere mnarudi katika ile era ambayo benki kuu zamani NBC ni miongoni mwa mamlaka ya taasisi ambayo inarudisha zile enzi za zamani katika taasisi kwa ajili pia wana michezo wa kweli. Tunaona kwenye soka kwenye football wanafanya vizuri sana. Umeshaelewa? Kwa hiyo na wao safari hii wanataka kujiengage zaidi kwenye basketball. Kwa hiyo tunataka kujaribu tuone hata kama mwaka huu tunaweza kuingia D-League kupitia TRA pia kuna mashindano yanaanza tarehe 14 Mei Mosi. Basketball Mei Mosi ilikuwa hakuna. Kwa hiyo watu wamepambana Mei Mosi, sasa hivi basketball ipo. Kwa hiyo unaona jinsi gani watu wanapambana, mashirika yanapambana kuhakikisha michezo inashika nafasi yake. Katika moja ya pitapita zangu maeneo ya kwako huko, niliona kuna mchakato chuo kikuu kwa game au sijui ilikuwa ni exhibition game au ni game za namna gani za 3-on-3. Hebu nichukue ni kitu gani ambacho mnakiandaa na kinapaswa kufanyika lini? Sawa, ni kweli kabisa. Tumekuwa tukifanya 3-on-3. 3-on-3 hapa Tanzania imeletwa tangu karibuni mwaka 2018 hivi. Lakini hatukufanya vizuri sana, nafikiri kwa sababu hatukuweza kuipeleka kwa wadau, lakini wenzetu nchi jirani hapa Kenya na Uganda upande wanawake wamekwenda mpaka nafikiri kombe la Olimpiki huko wamepeleka timu. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia sasa hivi tuna push
lakini tuanza pia kwenye shule za sekondari, tumekuwa tukifanya mashindano mbalimbali, lakini national teams zetu za under 18 zimekuwa zikishiriki kwenye zone 5 na sasa tumefikiri ni kuifikisha tu kwenye vyuo vikuu. Kwa hiyo kuna mashindano ambayo tunategemea kuyafanya baada ya mwezi wa Ramadhan, mwezi wa 4 hivi, kuangalia pia na ratiba za shule ya vyuo vikuu. Nitakwambia kitu kimoja ambacho watu wengi hawaelewi kuhusu 3-on-3. Mwaka jana au mwaka juzi University of Dar es Salaam 3-on-3 timu ilikuwa kwenda Russia kwenye mashindano, ingawa nafikiri hawakwenda. Lakini tumeona timu ya taasisi za jeshi walikwenda, kina Baraka Sadiki Ujerumani, na Baraka alikuwa MVP kwenye mashindano yale. Ni mashindano muhimu sana. Ni watu wanaona kwa juu, ni sehemu pia ya mashindano ya kuandaa vijana kama off season. 3-on-3 tournament ni tournament ya siku moja tu, one day tournament. 3-on-3 unacheza dakika 10, wachezaji wanne. So ni kitu rahisi sana, lakini pia ni mchezo ambao unatumika na FIBA kupeleka mchezo kikapu kwa jamii. 3-on-3 mashindano yake mengi yanafanywa kwenye open space kama kwenye malls, Mlimani City labda, mnatafuta sehemu kama hizo na watu wanakuwa engaged kwamba hawa jamaa wanafanya nini, kumbe ndio basketball iko hivi, so inachezwa wapi, inateka. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana ambao nafikiri ni muhimu sana tukilifanyia effort, na ni rahisi, ni cheaper pia. 3-on-3 na wachezaji 4 tukikompare na 5-on-5 ambao ni wachezaji 12. Kwa hiyo hata kusafisha timu za taifa nje na kufika mbali ni rahisi sana. Na aina yake ya kupata hizo au rank, nasema ni idadi nyingi tu ya events za 3-on-3 kwenye nchi ambazo ni FIBA registered. Uzuri wenzetu wanahitaji data. Changamoto ni kwamba tumefanya baadhi, lakini bila data inakuwa in vain, wao hawaoni. Kwa hiyo kuna system ambayo inaitwa Event Maker. Nitasema tu hapa sasa hivi karibuni, leo tu jana tumepeleka watu wawili ambao watafanya online courses za 3-on-3 kwenye table officiating na Event Maker, ambazo sasa hizo itakuwa rahisi kufanya data na kupeleka kwa wenzetu na kuona kwamba tunafanya hiyo michezo. Kwa hiyo kikubwa pia zaidi tunapeleka awareness, watu mbalimbali waweze kujisajili kama event maker. Kwa hiyo wakifanya mashindano popote Tanzania inaleta rank kwa mchezaji mmoja, lakini pia kama nchi tunapata hiyo credit, na unaweza 3-on-3 unaweza kujikuta from the street to the Olympic, kwamba tu kwa sababu nchini kwenu mmekuwa na event hizo nyingi na sisi tunaweza nchi ni kubwa, ukajikuta kwamba rank imekuwa kubwa sana, wakasema nini timu yenu ina qualify kwenda kucheza moja kwa moja bila kuwa na kwa hiyo ni kitu nafikiri ni jambo ambalo tunajaribu kulipush kwa kupitia university. Tulianza Dar es Salaam, QT, lakini kuna watu na SUA wanacheza sasa hivi, CBE, na baadaye tutafanya la pamoja, shindano la pamoja. Hiyo finale ambayo finale sasa inakuwa wapi sasa? Hatujaamua bado, lakini obviously inawezekana ikawa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo idea ya Mlimani City bado ipo katika kichwa chenu? Ipo katika kichwa. So Mlimani City tu, Mlimani City, lakini tulikuwa nafikiria pia 3-on-3 ichezwe maeneo ya Kariakoo pale, kama shule ya Uhuru pale wanapocheza volleyball kwa Benjamin Mkapa, eneo lile inaweza kuattract watu. Wenzetu huwa wanafunga barabara Manyerere. Ili kwa nini hamjafikiria kuongea aidha na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kufunga barabara katika eneo moja wapo? Inawezekana. Nafikiri unaongelea kipindi kile cha kina Msofe, nimecheza posta pale Morocco, posta ya zamani. Nakumbuka mimi usiku alikuwa anafunga na lakini sasa hivi maeneo tunayo, hatuna sababu ya kufunga barabara. Lakini tukifanya eneo kama nilivyokuambia shule ya Uhuru pale ndani kuna eneo na ni mjini kabisa Kariakoo, ni kutangaza na kuomba nafasi, inawezekana. Maeneo tuna Mlimani City, zamani tulikuwa hatuna hizi open kama hizo. Kwa hiyo sasa hivi tunazo, tunaweza kuomba maeneo kama hayo na watu wengi wakashuhudia mchezo wa mpira kikapu. Mudi, sasa niambie ndugu yangu, unaanzaje ligi na wachezaji wamekimbia? Okay, swali zuri sana kwa sababu ya kutuondoa sintofahamu. Kwa upande wa kina dada this time tukaamua to stop na waende wenyewe wanapotaka kwenda. Yes, kuna vitu vingi vimejitokeza, muda ukifika tunaweza tukaviongelea baadaye hapo, lakini kwa sasa bado tuko katika maandalizi ya boys. Na boys tunaanza mwezi wa 3 rasmi. Boys, timu ya boys wapo, wachache wameondoka, wamechukuliwa timu zingine, lakini vile vile na sisi tumeongeza matoleo mapya ambayo ni ya
wengi ni vijana wadogo, wengi ni vijana kama unavyojua Mchenga B-Ball Stars, wachezaji wengi ni vijana wa makamu, under 25, under 23, under 20, wengi ndio wako humo. Ndio maana tunasema ni sehemu ya kukuza kipaji kutoka sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine. Sawa. Manyanyo, umesikia hiyo? Sikia, mimi kwangu mimi ni exclusive pia. Ndio nimesikia. Mimi mwenyewe nimesikia hapa kwa sababu nilikuwa nataka nikuulize Budi nijue vipi, yani kwamba unapambana vipi. Yani nikiangalia trend ya Mchenga, niliona pia uliweza kupata timu ya kike ilianza kubadilika, wachezaji kutoka Marekani na nini. Ghafla timu nzima. Kwa hiyo maana mwaka huu hakutakuwa na Mchenga Queens. Mwaka huu hatutakuwa na Mchenga Queens. Mimi nichangie kidogo kwenye hilo. Mimi sioni kama kuna ubaya wowote. Of course ku run team ni mzigo mkubwa sana, even one team. Kwa hiyo kwanza nimpongeze Mchenga kwa uwezo ambao anasema sehemu kubwa imekuwa ni kujitolea na labda na support ndogo amemweleza Ivan Tarimo na wadau. Najua wadau wengi wataumia kwa sababu tayari ile timu ya wasichana ilikuwa katika level nyingine, si level nyingine kwa sababu ni timu. Unajua wadau wengi wanakuja kwenye team kwa sababu how you play, how you organize your team. Hicho ndio kitu ambacho wadau wanakifuata au washabiki wanakifuata. Kwa hiyo washabiki wengi watauliza kwa nini, kama kuna tatizo 1 2 3. Ndio maana nikasema tutakaa tena, then ikiwa vizuri zaidi tutakaa. Lakini sisi wenyewe, mimi na mwenzangu Ivan na bodi nzima ya Mchenga, tukasema kwa sasa kidogo tuipumzishe timu ya wasichana ili tustick vizuri na timu ya boys. Lakini katika kutenda vizuri katika mashindano, hizi timu zote mbili zimefanya vizuri. Tunakumbuka mwaka juzi wasichana walifanya vizuri sana, mwaka jana pia wasichana wamefanya vizuri lakini hawajafika level ya mwaka juzi, umeona. Lakini boys mwaka jana wamefanya vizuri sana lakini bado hawakufikia level ya wasichana walivyofanya mwaka juzi. Mwaka juzi wasichana waliingia nusu finali. Umeshaelewa? Boys mwaka jana wameingia robo finali. Na unaona jinsi gani kuitengeneza timu kama timu. Kwa sababu kuna kutengeneza mchezaji na kutengeneza timu. Hizo ni struggle mbili tofauti. Unaenda kumtetemesha JKT. Yani mwamba wa Tanzania katetemeka mbele ya Mchenga. Sio kitu kidogo, ni jinsi gani unaanza kumtengeneza mchezaji, anakuwa mchezaji mzuri, anakuwa average, anakuja kuwa star. Na mpaka sasa hivi bado kuna wachezaji wanadokolewa kwa maneno, kwa hivyo Vicenti, lakini nasema it's okay. They know where they come from. Mimi ndio nisema kusema nitaka kuchangia kutokana kwangu mimi is just nafikiri Mchenga akichukua ni positive way ni jambo zuri sana. Na kama management wanaweza kukaa na wakafanya tathmini sasa, wakaona nini wanaweza kufanya zaidi ya wapi wana strength. Kwa hiyo inawezekana strength yao ikaa zaidi kwenye academy labda na boys team. Kwa sababu kurun taasisi is a big na ni sio jambo dogo, budget yake ni kubwa sana. Kwa hiyo kwanza unaonyesha kwamba uwezo wamekuwa nao, lakini hiyo itaweza kuwapa tathmini kwamba sasa tunaendaje. Lakini mimi kwangu mimi nasema is just positive kwamba as long as wanajua wale wachezaji wao wataenda sehemu nzuri zaidi au hawajapotea, kwamba wao kutokuendelea nao haijawapoteza wale. So probably wamepata nafasi nzuri zaidi kama ni ajira, kama ni timu zingine ambazo zitawalipa. Najua Tausi Royal sasa hivi wamefanya tryouts na probably they will be paying watu. Kwa hiyo kama mchezaji wangu mimi ataenda Tausi Royal, atakupa mzigo. Atanipa mzigo kidogo, lakini pia sio mimi tu, lakini yule mchezaji naye ataweza kujikimu kama atakuwa angalau analipwa. For me it's very positive. Lakini Mchenga mfikirie kwenye mpira wa miguu kuna timu ilikuwa inaitwa Mtibwa Sugar. Kuna wachezaji wengi wanakimbilia kwenye timu. Na tumeona level ya mzigo unaotolewa sasa hivi, hatuwezi tukaenda katika uongo. Foreign players. Kuna timu ambazo hazina, hata ulikuwa ukiziangalia unaona hazina pesa, lakini zinachukua wachezaji wa kigeni kwa ajili ya kuimarisha timu zao. Sasa wale drop out, una mpango wa kuwachukua? Kuna wengine wanakosa namba katika timu lakini wachezaji ambao tayari walikuwa katika level nzuri. Ndio maana nikasema kwamba kuna wachezaji walikuwa just average players. Umeona, nikawaambia you guys mnaweza mkabaki hapa tukaendelea na mazoezi, kwa sababu hata hao waliokuwa mastaa kabla tujaanzisha timu tulianza na training kwanza za mmoja kuhakikisha unawatengeneza mmoja, baadaye unakuja unaitengeneza timu. Hata Mchenga Boys
ilikuwa ni hivyo hivyo. Tulikuwa sisi tunaingia uwanjani tunapigwa galseo kidogo. Umeona, lakini sasa hivi hata pasi akija anaona watoto wakija wa mchenga. Tulia bwana, ambao toa mfano wa pasi, toa mfano wa outsider. Kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanatupiga sisi kama watoto, lakini sasa hivi pasi ukija tumempiga nje na ndani. Ndio. Ligi mwaka jana. Ukija JKT ni timu ambayo ilikuwa ni kubwa, walikuwa wanatupiga vibaya. Ukija ukiangalia competition yetu ilikuwa kubwa sana kati yetu sisi na JKT. Umeshanielewa? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tulipotoka na tulipo na tunapoelekea ni kuzuri. Well, ni level au ni kitu ambacho tunakizungumzia katika mpira wa kikapu. Mambo mengi sana yanajitokeza, lakini wanasema kwamba changes zinazidi kutokea. Mimi nilikuwa ni mmoja kati ya wababe. Yaani mbabe kwa maana ya kwamba pazi ilikuwa haichukuliwi wachezaji wanakuja, lakini imefika kiwango wachezaji wanachukuliwa pazi. Manyelele amenipiga joka hapa kwamba tumechukua wachezaji wenu. It's okay. Kama Arnold Schwarzenegger anavyosema kwamba we be back this season we be back. Lakini ni mambo mengi ambayo hatujamaliza, lakini tutakwenda kwenye break. Tukija hapa tutamaliza dakika zetu 5 kabla ya kuingia au kuaga kwa siku nyingine. Well, tukiwa katika sehemu ya mwisho kabisa, ni kujuze tu kwamba kwa muda takriban dakika 40 nimekuwa hapa na coach Robert Manyelele ambaye ni mkuu wa kitengo cha makocha katika shirikisho la mpira kikapu nchini TBF, na Mohamed Yusuf Mchenga, yeye ni kocha wa taasisi ya Mchenga. Lakini kabla hujamaliza Manyelele, kuna mawili matatu ambayo ningependa kuelewa na kuyaweka wazi kwa kile ambacho kinaendelea katika mpira wetu wa kikapu hapa. Umekuwa ukifundisha pia basketball kwa walemavu na nimeona performance yao jinsi inavyokwenda. Wapo wazazi ambao wana watoto ambao hawako kamili kwa maana kwamba ni walemavu. Vipi hawa tunafikiaje kwa wao kuweza kucompete na kupatiwa mafunzo ambayo yatawasaidia katika mchezo wanaopenda? Asante sana kwa swali hilo muhimu sana au maelezo. Ni kweli tumekuwa na wheelchair basketball team tukifundisha pale JMK Park, lakini mimi pia nilipata nafasi ya kwenda kujifunza kuhusu mchezo huu kama coach na mwamuzi Ethiopia, Addis Ababa, kwa zaidi ya wiki moja. Tulikuwa na coach Mariana, kwa hiyo tulijifunza, lakini tumerudi na timu kama unaosema. Tumekuwa na national team ambayo imefanya vizuri. Tumewahi kwenda Nairobi kwenye mashindano Zone 5, tuwahi kuhost hapa mashindano kwa timu ya wanaume na wanawake, na ninachoona tunahitaji zaidi kama unasema upande wa watoto wengi wana kwenye timu. Of course michezo ya watu walemavu haina umri, hilo ni jambo la msingi sana kulijua, sababu kitu cha msingi wanachoangalia kwenye watu wenye ulemavu kujiinvolve kwenye michezo, cha msingi sana wanaangalia ni kuimarisha afya zao, na mengine yanafuata, na hilo mimi nimelishuhudia. Kwa hiyo tuna kazi kubwa. Kuna chama sasa hivi cha mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu, Tanzania Wheelchair Basketball Association, ambayo wamejitahidi sasa kuupeleka mchezo katika pia mikoa mingine. Kwa mfano kama Iringa, tulifika Iringa na kufundisha na kupeleka baadhi ya viti. Changamoto pia ni vitendea kazi, viti mwendo, very expensive. Viti tu vile ninavyotumia vya kawaida kimoja ni shilingi milioni 3, na vile ni vya hali ya chini, low quality. Kwa hiyo changamoto ipo, lakini tunashukuru ICRC kupitia Movability umeweza kutoa viti. Zanzibar sasa hivi pia kuna timu na yuko pale coach Taso, kwa hiyo Unguja, lakini na Pemba pia timu zinaendelea. Tunategemea kipindi hiki labda tutaanza kuwa na angalau mashindano ya kitaifa ya timu za ndani 3 au 4 ambazo nimezieleza. Kwa hiyo mchezo unazidi kupelekwa sehemu mbalimbali, lakini tunaadili na mashule. Tunao watoto pale Jangwani Girls, Jangwani inachukua watoto wenye ulemavu, lakini Pugu alikadhalika na The Salvation Army primary school. Kwa hiyo tuko katika kuwaweka pamoja na tunatafuta namna ya kuwa na program ya watoto kusudi mchezo uende kwa watoto. Tuna mashindano mengi tunaalikwa ya under 23 watu wenye ulemavu, lakini hatuna timu hiyo. Kwa mkakati mkubwa sana ni kupeleka kwa wao. Nitumie fursa hii kuambia wazazi kwamba disability is not inability.
Ukiona watu wanacheza wheelchair, tunafanyaga tukienda kwenye mashindano hata hizo exhibition. Juzi tulikuwa Morogoro, tulialikwa pale na ukichukuliwa afadhali Patrick ambaye ni mchezaji kidogo wa basket, ukichukua mchezaji ambaye hajui kutumia ile basket kabisa, ukimweka ndio inaonekana yeye ni mlemavu. Ilishawahi kunirudisha hivi. Sasa hivi nimeiweza. Kwa hiyo utaona kwamba disability zone inability na watu wenye ulemavu wana uwezo kufanya vizuri sana kwenye michezo. Lakini pia kuna 3-on-3 kwenye mpira wa wheelchair basketball ambao pia mwaka huu pia kuna mialiko South Africa, Switzerland. Ndio tunajaribu kutengeneza hizo timu tuweze kushiriki na kupeleka hii taarifa zaidi. Wengi waweze kushiriki. Mudi, neno moja, kuna watu wanakaa Chanika. Kuna watu wako Chanika hajaribu kucheza basketball lakini ana goli nyumbani kwake. Mtu tukatoka Kigoma huko wapi, alikuwa anaona basketball lakini kaja mjini. Ndio. Mchenga iko wapi? Na nini ambacho kinaweza kikawafikisha watu kuleta watoto wao kwenye hiyo academy? Okay, Mchenga tunafanyia mazoezi pale Gymkhana Basketball Court, na kwa program za watoto tuna siku 2 za program za watoto kutokana na ratiba za shule. Kwa hiyo tuna Jumamosi saa 3 mpaka saa 6. Tumewapa muda mrefu this time kwa sababu wapate kujifunza mengi. Alafu Jumapili kuanzia saa 3 mpaka saa 5. Kwa hiyo unaona anayekosa kuja Jumamosi atapata Jumapili. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa yoyote anahitaji kujiunga na sisi, basi anaweza kutucontact. Hivi ile timu ya Manyelele ile iliyocheza Dodoma ikashinda kule imetokana nani mara kule? Wachezaji wake mbona kama kutoka Dar es Salaam wote? Fox Diva. Hilo tutakuja kuliongea vizuri, na nadhani tutakuwa na special program kwa ajili ya 3-on-3 actually katika venue yenyewe. Tutakuja tuanze tufanye at least one show kwa ajili ya 3-on-3 na knowledge ya 3-on-3. Shukrani sana Mohamed kwa kuweza kufika. Shukrani sana coach Manyelele. Na kama wengine hamjafahamu tu, mnaweza mkampata Rod Manyelele pale JMK Park. Kama mnapitia basi kwenda kujifunza, kuna Mchenga, kuna JMK Park. Unajua pia kuna uzuri wa kukaa upanga. Maisha yanakuwa rahisi sana wala upandi daladala. Shukrani sana, tukutane wiki ijayo.